kuambia ni mwezi gani watakuwa, lakini kiuliza mwezi wa kompasi wa Kiislamu atakwambia mwisho ni Disemba, ndio mwezi wa mwisho. Ndio ikifika Disemba watu washerekea kuingia mwaka mpya, siku wakakesha. Waislamu, baadhi ya Waislamu wanakesha usiku, nakwambia mwaka mpya uko mbele yetu. Lakini mwaka wa Kiislamu haujui kwa mwezi wa ngapi, na wale wanawajua kwa tarehe ngapi, na wala hawajui katika mwaka wa ngapi. Yani Muislamu tarehe yake ameipoteza, amejishughulisha na tarehe ambayo kwamba si yake, na tarehe iko na mambo mengi ndani yake sana. Tarehe ya Kiislamu imefungamanishwa na ibada nyingi za Kiislamu ni kupitia tarehe ya Kiislamu, si tarehe ya kizungu, kwa sababu mwezi wa Kiislamu unaingia kwa kuandama mwezi ukionekaniwa kwamba mwezi umeanza mwingine. Lakini tarehe ya ambapo kwamba si ya Kiislamu, miezi yao ishapangiliwa tayari. Mwezi huu utaisha 29 labda, mwezi mwingine 30, mwingine 31, yani zote shapangiliwa tayari. Lakini tarehe ya Kiislamu hakuna mtu ambaye anayejua mwezi huu utaisha tarehe ngapi, imma ni 29 ama 30, lakini hakuna anayejua kisawa sawa utaisha tarehe ngapi mpaka mwezi uonekane. Na ibada nyingi zimefungamanishwa na tarehe ya Kiislamu, kama ibada ya haji, si tarehe ya kizungu, tarehe ya Kiislamu. Na mengineyo, mwanamke kuwa katika ida yake, mambo kadha wa kadha, ibada ni tarehe. Bila ya tarehe ya Kiislamu ibada nyingi zitaharibika, kama kufunga mwezi wa Ramadhani, ni tarehe ya Kiislamu. Mwaka mpya uko mbele yetu na mwaka mwingine unakaribia kuondoka. Sasa kila mtu afaa ajiulize, mwaka mzima wa Kiislamu ambao kwamba ulikuwa ndani yake umefanya gani ambao kwamba ni mazuri yatakao kusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu, na ni mangapi mabaya ambayo kwamba uliyafanya na ukarudi kwa Mwenyezi Mungu na ukatubia. Kwa sababu mwaka kuingia na kutoka, mazingatio ni katika amali ambayo kwamba unaifanya. Hapa tumeletwa kufanya amali, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa usiangalie namba kubadilika peke yake, angalia matendo yako yamebadilika ama yako vile vile. Inna tarikha al-hijri laysa mujarrad taqwim tu'arrakhu bih, bal huwa dhikra thawra. Asema tarehe ya Kiislamu si namba peke yake ambapo kwamba zinaandikwa, mazingatio si namba, bali kuna ukumbusho wa thawra, kuna ukumbusho wa ukombozi wa Uislamu ndani yake. Hijra manake ni ukumbusho kwa mambo ambayo kwamba yaliyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ukumbusho Waislamu walikuwa hali gani kabla ya hijra, na baada ya hijra walikuwa vipi. Lazima tusome tarehe yetu, tulikuwa katika hali gani, wenzetu waliotangulia walikuwa katika hali gani. Kabla ya Waislamu kugura walipitia shida nyingi, waliadhibiwa wenzetu vibaya sana, mpaka wengine wakapoteza maisha yao. Kabla ya hijra walikuwa ni mustadhafina, ni watu wanyonge, hawana nguvu, ni wachache, wanaonewa. Uislamu ulikuwa bado haujaenea katika mji wa Makka. Watu walikuwa wakijifungia katika nyumba moja kwa ajili ya kufundishana dini, wakijifungia kwa siri wasionekaniwe, kwa sababu ilikuwa ni hatia ukishikwa kwamba wewe ni Muislamu. Hasa kabla ya hijra Waislamu walikuwa ni wanyonge, hawana nguvu. Sasa hijra ndio ikaja kaleta mwamko na mabadiliko, huwa dhikra thawra wa bidayatun umma, na ndio mwanzo wa umma kusimama. Hijra
ndio ilikuwa ni mwanzo wa umma wa Kiislamu kusimama. Wa intilaqa hadara, na vile vile maendeleo ya Kiislamu kuanza kuinuka ama kuonekaniwa. Lamma arada as-sahabatu radhiyallahu anhum an yu'arrikhu lam yakhtaru mawlida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala bi'ithatihi. Masahaba baada ya mtume kuondoka, wakati wa Saidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, walipokaa chini wataka kuandika tarehe ya Kiislamu, hawakuchagua kuzaliwa kwa mtume. Labda wakakaa chini wakasema tarehe ya Kiislamu ianze kwa kuzaliwa mtume, wala bi'thatihi, wala mtume kupatiwa utume, yani kutumilizwa kwake, bali walichagua kugura kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake kulikuwa na mambo mengi. Kuna kuzaliwa kwa mtume katika jambo kubwa hilo, kuna mtume kupatiwa utume jambo kubwa, na vile vile kuna kugura kwa mtume. Mbona hawakuchagua kuzaliwa kwa mtume wala kutumilizwa kwake, wakachagua kugura kwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Asema bal ikhtaru hijratahu. Limadha? Kwa nini walichagua kuandika tarehe ya Kiislamu kuanzia kugura kwa mtume? Lianna alhijra hiya alfariqu baina adh-dha'fi wal-quwwa. Asema kwamba hijra, mtume kugura kwa mtume, ndio kipambanuzi, imekuja kutofautisha baina ya udhaifu na nguvu. Kabla ya hijra, maana yake Waislamu walikuwa ni madhaifu, hawana nguvu. Baada ya hijra, Waislamu wakapata nguvu. Ndio maana wakachagua kuandika tarehe ya Kiislamu kuanza kugura kwa mtume, kwa sababu hapo ndio Uislamu ulipata nguvu. Walitoka katika unyonge na udhaifu, na badala yake wakawa ni watu wenye nguvu na wanaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia iliyo mzuri bila kusumbuliwa na yoyote. Kugura kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema la, mpaka leo kuko Muislamu atakaniwa afanye hijra kila siku. Hijra si moja peke yake ile iliyogura mtume. Asema baada ya kugura kwa mtume vile vile hijra ziko mbele yetu, na lazima tugure kila siku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Rawahu al-Bukhari. Asema mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimu, muislamu wa kisawa sawa ni yule ambao kwamba man salima almuslimuna, waislamu wamesalimika kutokamana na ulimi wake na mkono wake. Muislamu wa kisawa sawa ni yule ambao kwamba waislamu wenzake wamepata amani kutokamana na mkono wake na ulimi wake. Kisha mtume akaendelea kusema wal muhajiru, na mwenye kugura, man hajara ni yule aliyegura ma naha Allahu anhu, yale aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ubi hijra mpaka leo iko. Hijra yangu na yako na hijra ya Uislamu wote duniani ni kugura yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyokataza, ni kuachana yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyokataza. Manake hijra nini? Intiqalu min makanin ila makanin. Kugura manake ni kuondoka mahali kwenda sehemu nyingine, ni kuhama sehemu kwenda sehemu nyingine, ndio maana hijra. Na vile vile Muislamu atakapo gura yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliyakataza, huwa amehama, ameacha maasi akaenda katika taa. Alhijra sema man hajara ma naha Allah anhu. Hijra manake mwenye kugura yule ambaye kwamba aliyoyagura yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu aliyokataza. Hapa kuna maasi na hapa kuna taa. Umetoka hapa ukaenda hapa, hiyo ni hijra umeifanya. Kugura si kugura kwa kubeba vyombo ama kugura kutoka katika nyumba kwenda nyumba nyingine. Kugura kwetu kama Waislamu ni kugura ile ambayo Mwenyezi Mungu aliyotukataza. Fakullu yawmin nahnu mutalabuna bi hijratin jadida.
Sisi kila siku tutatakiwa tufanye hijra ama tufanye kuhama kupya. Kila siku tuhame. Kuhama kwetu ni kuyahama yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu aliyoyakataza. Hijratun min al-ma'siyah ila at-ta'ah, min al-kasali ila al-amali, min al-ghafla ila al-yaqadha. Sema kugura ni kugura kutoka katika maasiya kwenda katika taa. Kugura kutoka katika uvivu kufanya kazi. Kugura kutoka katika ghafla kughaflika na kuamka tena upya. Ni hijra hapo kwamba Muislamu atakaniwa aifanye kila siku. Alwaqfatu alula, kisimamo cha kwanza, durusu min alhijra li'amin aljadid. Taangalie mafunzo ya hijra ya mtume katika mwaka wetu mpya. Ni mafunzo gani ambayo kwamba tunayapata katika kugura kwa mtume sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila almadinati? Tupata mafunzo gani? Kuna mafunzo mengi ndani yake. Si habari tunaelezewa mtume alitoka Makkah baada ya kwa Makuraishi wanamtafuta wataka kumuua, kabidi atoke kwa kujificha mpaka kufika Madina. Si story tunaelezewa tu, bali ndani yake kuna durus, kuna mafunzo mengi. Muislamu atakaniwa katika hijra ya mtume ajifunze mambo mengi ndani yake. Kasema at-takhtit ma'a at-tawakkul. Katika mafunzo ya hijra, jambo la kwanza at-takhtit, kupangilia mambo, kisha ma'a at-tawakkul, pamoja na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muislamu atakaniwa ajipangilie kabla ya kufanya jambo lolote lile, uwe na mpangilio. Kisha baada hapo ushaika mpangilio mzuri, mtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushaika mpangilio mzuri, wa ufawidhu amri ila Allah, mwache Mwenyezi Mungu sasa, kwa sababu ndio almudabbiru, ni mwenye kupangilia mambo, walmusarrifu, na ni mwenye kutawala. Sasa Muislamu atakaniwa katika hijra ajifundishe kwamba at-takhtit, kupangilia mambo yake. Ukiwa na safari yako, lazima safari ile iwe na mpangilio. Ukiwa na biashara, lazima upangilie hesabu, mahesabu ufanye, nataka kufanya biashara hii, je, iko na faida ama itakuwa na hasara? Kama ni faida nitapata faida kiasi gani? Kama ni hasara napata hasara kiasi gani? Je, sehemu hii nikifungua biashara hii itaenda ama itaanguka? Lazima takhtit kwanza upangilie. Kisha baada hapo ushapangilia mahesabu yako vizuri, unamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hujifanyii mambo hivi holela ni bila mpangilio. Lazima uwe na mpangilio. Muislamu yule ambaye kwamba anapangilia mambo yake. Hata kuamka kwako kuswali salatul fajr, lazima ujipangilie. Utalala saa ngapi? Utaamka saa ngapi? Weke alam, mpangilio. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam bora kwake kutoka Makkah kwenda Madina kulikuwa na takhtit, kulikuwa na mipangilio. Safari ile aliipangilia. Baada ya kupangilia vizuri ile safari, kisha akamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tawakkul. Lazima kwanza al-akhdhu bil asbab. Ndio maulama wasema tarkul asbabi ma'siyah wa i'timadu 'alayha kufr. Mtu kuacha kuchukua asbab ni maasiya, na vile vile kutegemea zile asbab kwamba asbabu ndio wenye kufanya mambo ni kufuru. Mwenye kufanya mambo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatakaniwa kama Muislamu asubuhi unapoamka uamke, ujishughulishe, utafute riziki yako, chukua asbab. Kisha mwenye kutoa riziki ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukatafute, fanya juhudi, ukimbie huko na kule, kisha mwache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo yatakaniwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kubura kwake kutoka Makkah kwenda Madina alipangilia safari yake vizuri. Undhuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhattitu lilhijrati adaqqa at-takhtit. Mtume anapangilia safari yake hijra, tena mpangilio ule mzuri zaidi. Aipangilia vizuri safari yake. Yakhtaru Aba Bakr rafiqan. Mtume anamchagua Saidina Abu Bakar kuwa ndio rafiki yake katika safari. Kama tunavyojua kwamba kabla ya mtume kugura, kwanza walitangulia masahaba wake. Kuna wengine ambao kwamba waligura kwa kujificha,
kwa sababu ni wanyonge, ni madhaifu. Na kuna wengine ambao kwamba waligura, walihama wazi wazi bila kujificha, kama Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saidina Umar wakati wa kugura kwake alienda katika al-Kaaba, akawaambia wale sanadidi Quraysh, vigogo wa Quraysh wale, akaambia yoyote ambao kwamba atakuacha watoto wake mayatima ama mke wake kuwa mjane, basi anifuate nyuma hili jangwa, maana mimi nahama na gura bila kujificha. Yoyote ambao kwamba anaweza kupambana na mimi anifuate. Kwa Saidina Umar aligura waziwazi, wengine walikuwa ni madhaifu, wanyonge kwa kujificha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari yake alipangilia kwamba atasafiri na mtu mmoja, nani ni rafiki yake wa karibu, Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu. Akamchagua akamwambia, ya Abu Bakar, utakuwa na mimi katika safari. Abu Bakar akamwambia, asuhba ya Rasulullah, ya Rasulullah, nitakuwa na wewe katika safari? Mtume akamwambia naam. Saidina Abu Bakar akatoka na machozi kwa furaha. Safari yenyewe si ya safari ya starehe, ni safari ya kifo, mnatafutwa umalizwe. Safari kama hiyo ukiambiwa kwamba utagura na mimi natafutwa, bila shaka utaogopa mwenyewe. Tambia yule mtu, siwezi kwenda na wewe bwana, wewe ni wanted, unatafutwa, sasa utakuingiza mimi katika shida. Lakini Saidina Abu Bakar akaambiwa na Mtume kwamba utahama na mimi, utagura na mimi. Saidina Abu Bakar akafurahika mpaka atoka na machozi, mpaka mama yetu Aisha radhiallahu anha asema, sijawahi kumuona mtu akitoa machozi kwa furaha kama siku ile alipomuona babake anafurahika na huko anatoa machozi. Akamchagua Saidina Abu Bakar kuwa rafiki wake. Wa Abdullah bin Urayqit dalilan, kisha Mtume akamchagua Abdullah bin Urayqit, huyu kwa ni dalil. Dalil ni mtu ambaye kwamba anaongoza njia, kwa sababu Mtume alikuwa hajui njia kutoka Makka kwenda Madina. Aliwahi kufika Madina akiwa mdogo, akiwa na miaka 6. Sasa safari yenyewe lazima kuwe kuna mtu ambaye kwamba atakayemuongoza kumuonesha njia ya kwenda wapi, kwenda Madina. Akamchagua Abdullah bin Urayqit kwa dalilan, kiongozi wao. Wa aliyan fidaiyan, kisha Mtume akamchagua Sayyidina Ali bin Abi Talib, huyo ni mwenye mkombozi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatafutwa, na usiku wamepanga njama kwamba wataenda katika nyumba ya Mtume vijana 12 ama 11 kama sijakosea, wataizunguka nyumba ya Mtume, na baada ya hapo usiku unapokuwa mkubwa watamvamia Mtume na kummaliza. Mtume akaambiwa na Jibril kwamba ahame kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kisha sehemu yake ile kwamba alikuwa akilala akamweka Sayyidina Ali bin Abi Talib, kwamba utalala sehemu yangu. Hebu fikiria, mtu anatafutwa katika nyumba yake na watu wamepanga njama usiku watakuja katika nyumba yake wamvamie, kisha wewe unapangiwa, wewe unaambiwa ulale sehemu ile mtu, sitakuwa unahatarisha maisha yako. Sayyidina Ali akaambiwa atalala katika kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani alale? Kuna amana za watu, Mtume ameachiwa amana za watu, na amana za hao watu ni wale maadui wake watakummaliza. Lakini Mtume alikuwa ni mtu muaminifu, akaitwa Sadiqul Amin, hakukimbia na mali za watu na amana za watu, akasema hao ni maadui ambao kwamba atakunimaliza mimi na amana zao ziko kwangu, watanikimbie nazo. La, alikuwa ni muaminifu, akamwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib, utalala sehemu yangu hii, na asubuhi itakapofika asubuhi utarudisha wenyewe amana zao. Sayyidina Ali akatolewa kama muhanga, ulala katika kitanda cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote ni mpangilio. Sayyidina Abubakar akachaguliwa kwa rafiki, yule mwingine akachaguliwa kwamba ni kiongozi waongoza njia. Sayyidina Ali akatolewa kurudisha amana za watu. Kisha wa Asma hamilatu zad, Asma ni binti ya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, akachaguliwa kwamba atakuwa akibeba chakula akimpelekea Mtume na babake katika Gharu Thawr. Hapo Asma binti Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anha, ujue ni mjamzito wako na mimba, na Gharu Thawr ni mlima mkubwa mrefu sana. Sahihi ukiambiwa upande, kuna watu wengine ambao kwamba wameenda haji, walipofika kule wakatamani wapande katika mlima kuona si mambo kwamba Mtume aliingia. Mtu akipanda fika katikati amezidiwa, ameshindwa kupanda. Joto, jua kali, sehemu yenyewe ni mlima ni mrefu.
Mwingine alipanda akirudi ameshikwa na homa, amekuwa mgonjwa. Hasa fikiria huyu ni mwanamke ako na mimba, anabeba chakula, anapanda juu ya mlima mpaka mwisho kule kumpelekea mtume chakula, wakati usiku akijificha. Wa Asma akachaguliwa kwamba ni mwenye hamilatu zadi, mwenye kuwapelekea chakula. Kisha hadha kamalu akhdh bil asbab, hau ndo ukamilifu wa kuchukua asbab. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake imepangilia vizuri, rafiki wake ule atakayerudisha amana, atakayeongoza njia, na ule ambaye kwamba atakayoletea chakula. Kisha baada hapo akamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kupangilia yote haya akamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale mtume alipokuwa katika Gharu Thawr ndani, na maadui wamekuja wamemzunguka, Saidina Abubakar akaanza kuogopa. Mtume akamwambia Saidina Abubakar radhiyallahu anhu, la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike, Mwenyezi Mungu pamoja na sisi. Hino atawakkul ala Allah. Kwanza ni al-akhdhu bil asbab, akapangilia safari yake vizuri. Kisha baada hapo atawakkul, akamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefanya ambako kwamba tuliyofanya, yaliyobaki haya ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La tahzan, usihuzunike hata kama maadui wako karibu na sisi, wako mbele yetu, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi, ma'iyatullah. فالتخطيط لعامك يا عبد الله ضع أهدافا لدراساتك لعملك لأسرتك لعبادتك. Vile vile kama Muislamu atakaniwa ujipangilie mambo yako, mwaka mpya uko mbele yako. Je, mwaka huu ambao uko mbele yako umejipangilia nini? Ama tu utaingia mwaka mpya kama miaka mingine? Lazima ujipangilie masomo yako kama Muislamu, upangilie kazi yako, upangilie familia yako, na vile vile ibada zako zipangilie. Ikiwa mwaka huu uliopita kuna swala ambayo kwamba ilikuwa zinakushinda labda kuswali, mfano salatul fajr ilikuwa ni mzito kwako, mwaka huu anza kujipangilia kwamba nitakuwa nikiamka kwa wakati. Ama mwaka huu ambao kwamba unaisha ulikuwa swala nyingi, ukija ukizikusanya ukiswali kwa wakati mmoja, anza kuzipangilia kwamba mwaka huu mpya ambao kwamba mbele yako utaanza kuswali kila swala kwa kipindi chake kwa wakati wake. Lazima uko na takhtit, ujipangilie. Baada ya kushapangilia mambo yako vizuri, kama mwache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tawakkul ala Allah. Pangilie kazi yako, kila kitu chako utakayeno upangilia. Jambo la pili katika durus ya hijra, at-tadhhiya wal fida, ni kujitolea muhanga. Katika mafunzo ambayo kwamba tunapata katika hijra ya mtume ni at-tadhhiya wal fida, ni kujitolea muhanga kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakr yakhruju bikulli malihi wa Ali yanamu fi firashi al-maut fidaan wa Asma tashuqqu nitaqaha litarbita at-ta'am, kulluhum dhahu li ajli hadha ad-din. Asema angalia walivyojitolea hawa. Sayyidina Abu Bakar anajitolea kwa mali yake yote, na Ali anajitolea kulala katika kitanda cha mtume, kitanda cha mauti, anajitolea kulala hapo. Na Asma anakata nguo yake kwa ajili ya kufunga chakula kumpelekea mtume. Sema wote hawa wamejitolea kwa ajili ya hii dini. Je, mimi na wewe tumejitolea nini kwa ajili ya hii dini? Kuna mambo mengi ya kujitolea, si pesa peke yake, si mali peke yake, wakati wako, juhudi yako na mali yako. Kila mtu afanye jiulize, kitu gani ambacho umejitolea kwa ajili ya hii dini? Umefanya nini kwa ajili ya hii dini? Kama tulivyotangulia kusema kwamba hii dini haikufika rahisi kwetu sisi. Kuna watu ambao kwamba walipitia shida, wengine walipoteza maisha yao, wengine waliadhibiwa, kina Bilal, kina Khabbab bin Arat waliadhibiwa vibaya, mpaka leo hii dini imefika kwa sahali, kwa wepesi kwetu sisi. Je, mimi na wewe tumejitolea nini? Mwalimu afaa jitolea kwa ajili ya hii dini, kufundisha dini. Mwalimu wa madrasa fundisha Qur'an, fundisha hadithi, fundisha fiqh na mengineo. Mwenye mali ajitolee mali yake kwa ajili ya dini, na vile vile mwingine ajitolee wakati wake na juhudi zake. Ndio yatakaniwa at-tadhhiya, kujitolea kwa ajili ya dini.
kwa sababu kuna wengi ambao kwamba leo bado si Waislamu. Idadi ya Waislamu ambao kwamba wengine si Waislamu, wale ambao kwamba si Waislamu ni wengi kuliko Waislamu. Je, sisi tumejitolea nini kwa ajili ya hawa, kuwatoa katika giza kuleta katika nuru? Durusu ya hijra ni nyingi sana. Tasimama hapa kulingana na wakati. Inshallah wiki itakayokuja tutaendelea na maudhui haya, durus min alhijrati nabawi alsharif, mafunzo ambayo kwamba tunayapata katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mafunzo ya leo ni al-akhdhu bil asbab wat tawakkul, na mafunzo ya pili at-tadhiya wal fida, kujitolea kwa ajili ya dini. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.